ni hili swala la nyeti lililozungumzwa kupotea. Mheshimiwa Waziri Mkuu, taarifa hii ilitolewa mkoa wa Songwe na mkoa wa Mbeya ambako kuna vifo takriban vya watu 4 walipoteza maisha kwa hicho kilichodhaniwa kuwa na ukweli kwamba mtu akishikwa bega nyeti zake zinapotea. Mheshimiwa Waziri Mkuu, jambo hili tulilifanyia uchunguzi wa kina kupitia Jeshi la Polisi na IGP alifanya kazi hiyo mara moja nilivyowasiliana naye, na hatimaye baada ya kufanya uchunguzi kila aliyepewa shutuma ya kwamba au aliyeshutumu kwamba nyeti zake zimepotea, Jeshi la Polisi lilifika pale na kuwachukua hao wahusika au wahanga na kuwapeleka kwenye vyumba maalum kufanya ukaguzi. Walivyofanya uchunguzi na ukaguzi kwa macho ya nyama na kitaalamu, walibaini nyeti hizo zipo, na hivyo ni uzushi na ni uongo ambao umepelekea kupoteza maisha ya watu. Sasa haya, Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni mengi, ni kama mauaji yaliyokuwa kitokea katika watu wenzetu wenye albinism. Ni mila potofu na ni uzushi ambao unaleta madhara makubwa kwa Watanzania. Mheshimiwa Waziri Mkuu, wapo watu wenye albinism waliopoteza maisha yao kwa kuamini kwamba ukiwachanja aidha viungo vyao au kuchukua uhai wao, na baadaye unaweza ukapata nafasi za kibiashara, kufanikiwa zaidi au kushinda kwenye uchaguzi. Sisi wote ambao tumeingia kwenye siasa hakuna aliyeweza kushinda kwa viungo hivyo. Na kama ingekuwa hivyo basi wote wangekuwa wabunge na wangekuwa katika nafasi za uongozi. Ni uzushi ambao tunahitaji kuukemea kwa sura zote za kidini, kimila, lakini pia kwa vyombo vya ulinzi na usalama na kusimamia sheria. Hivyo Mheshimiwa Waziri Mkuu, kupitia safari yako hii ya kuja kuwapa pole, nitoe karipio kali kwa wananchi wote ambao wanazusha mambo haya. Wale wote wanaojichukulia sheria mkononi, tutachukua hatua kali na hatutasita kufanya hivyo, kwa sababu tunaenda kuathiri maisha ya watu, na wapo ambao wanapigwa, Mheshimiwa Waziri Mkuu, wanapata ulemavu kwa kitu ambacho ni cha uzushi.